Shalom, shalom. Asifiwe Bwana Mungu wetu, mfalme mkuu, yeye aliyetukuka milele. Neema ya Bwana Yesu ikawe pamoja na wewe katika muda huu mzuri tena, na uweza wake ukuwezeshe kuyashinda yote na kuweza yote, kwa kuwa yeye ni yote katika vyote. Yeye ni Baba na Bwana wa utukufu, katika jina lipitalo kila jina. Raha ya Bwana, furaha ya Bwana iwe pamoja nawe, na uwe na macho tena ya roho ya kuona katika uweza wa nguvu zake jinsi alivyokusudia yaliyo mema juu ya maisha yako, katika jina la Yesu. Tuombe sasa. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe na ufalme wako uje, na mapenzi yako yaendelee kutimizwa tena saa hii. Asante kwa ajili ya kila mmoja pande zote, kila mahali katika taifa la Tanzania, katika Afrika na nje ya Afrika. Neema yako na uweza wako kawe na mmoja anaenda kusikiliza ujumbe huu popote sasa, akajazwe tena neema yako na rehema zako na fadhili zako na uweza wako na nguvu. Mungu mwenye nguvu na utukufu mwingi, katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa ni mwema na mwaminifu. Tupe tena ufunuo wako kwa roho wako sahihi kwa ajili ya ujumbe huu mwema, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu katika saa njema na wakati mzuri, kwa neema ya Kristo tupate kusikia neno lake. Ninakurudisha tena kwenye mambo makuu hapa muhimu kabisa, ambayo neno la Mungu mwenyewe anasema na sisi. Katika Isaya 43, katika Isaya 43 nitasoma mstari ule wa 4. Ninakukumbusha tena mambo haya makuu yaliyoko hapa. Kwa kuwa anasema, neno la Mungu anasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Mstari wa 5, usiogope maana mimi nipo pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazi, toa, nayo kusi usizuie. Walete wana wangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Amen. Jina la Bwana liendelee kutukuzwa. Sasa tunaposikiliza neno lake, kuna mambo mengine, mambo muhimu hapa matatu, ambayo kwa wakati huu mwingine naomba ukaweze kufikiri na kutafakarishwa kwa Roho Mtakatifu. Ni haya habari hii: kuheshimiwa, kuthaminiwa na kupendwa. Mambo haya makubwa matatu ninakuja tena kwako kwa neema ya Yesu Kristo, juu ya mambo hayo makubwa matatu ambayo Mungu anayaeleza hapa. Anatuonyesha kuheshimiwa, kupendwa, kuthaminiwa. Au niweza nikaanza kusema kuthaminiwa, kuheshimiwa na kupendwa. Kuthaminiwa, kuheshimiwa na kupendwa. Yameandikwa hapa kuwa wa thamani, mtu wa thamani, aliyeheshimiwa na aliyependwa, anayependwa. Kuthaminiwa, kuheshimiwa na kupendwa ni mambo makuu matatu muhimu sana. Maisha ya mwanadamu yanahitaji mambo haya. Maisha ya kila mtu yanahitaji kuona anaheshimiwa. Watu wengi wanahitaji kuona wanaheshimiwa, na hata wengine wamehangaika kutafuta heshima na kwa njia ambazo zimewaletea uovu, uharibifu, zimemkasirisha Mungu. Wamekosana na Mungu kwa sababu wametafuta kuheshimika ambako si kunakotokana na Mungu. Kuna kuheshimika kunakotokana na Mungu, kuna kuheshimika kunakotokana na dunia, kuna kuheshimika kunakotokana na watu kutaka kujitafutia wenyewe na kujikuza au kujitukuza wenyewe. Sasa hapa tunaiangalia heshima inayotokana na Mungu mwenyewe, lakini ambayo hata itasababisha duniani uheshimike au uthaminiwe au upendwe. Kwa kuna wengine wametafuta kupendwa, wametafuta kufanya vitu fulani ili wapendwe. Hiyo sio sawa, ila sawa ni ile inayotokana na Mungu mwenyewe. Lakini kuna wengine wametamani habari hiyo ya thamani, kuonekana wa thamani, na wametafuta kwa njia ambazo sio sawa. Tunaongelea haya hapa, na jambo muhimu ni hili. Sikiliza, jithamini uthaminiwe. Jithamini wewe ili uthaminiwe. Au labda utaendelea nikisema jikubali ukubaliwe.
Jikubali kwanza wewe ili ukubaliwe na wengine. Jithamini kwanza wewe ili uthaminiwe. Mungu ametuthamini. Sasa kama ametuthamini, inatupasa kutambua hiyo thamani, tujithamini ili tuthaminiwe. Mungu ametuthamini. Hili la kwanza, niko hapa kwa kuwa ulikuwa thamani. Hapa nikurudisha kukumbusha kwamba Mungu anasema na watu ambao lilikuwa ni taifa lake, wateule wake aliowapenda na ambao aliwapa nafasi kubwa, lakini wakajiingiza mahali ambako walikwenda kudharauliwa. Ni mahali ambako walikwenda kuaibika. Na Mungu akawatoa. Mungu akawaona wa thamani. Kwa sababu ni wa thamani, akawatoa kwenye utumwa, akawatoa kwenye mateso, akawatoa kwenye vifungo, akawatoa kwenye aibu, akawatoa kwenye giza, akawaleta kwenye nuru yake, akawaleta kwenye kuheshimiwa kwake, akawaleta kwenye kuthaminiwa kwake, akawaleta kwenye upendo mkuu wa kwake mwenyewe. Sasa hapa ndio sababu nakuja kwako nikisema jithamini uthaminiwe. Mungu alishatangulia kukuthamini tangu tumboni mwa mama yako. Mungu alikuthamini, ndio sababu akakuumba, akakuleta duniani. Haijalishi ni mweusi au ni mweupe. Wengine kutafuta weupe ili wapendwe, au watafute vitu fulani wanavyotaka wao vya maisha katika hii dunia. Mungu alikuthamini na weusi wako. Mungu alipenda uwe mweusi. Mungu alipenda uwe mwembamba. Alipenda uwe hivyo ulivyo. Kama ni hivyo ulivyo, jithamini uthaminiwe. Jithamini uthaminiwe. Jikubali ukubaliwe. Kama unajikataa, maana yake unajiingizia roho ya kukataliwa. Na Mungu utampa kazi na utamsababisha ashindwe kukusaidia. Jithamini uthaminike, uthaminiwe. Jipende upendwe na kupendeka. Jipende kwanza. Na simaanishi kuleta habari ya kusema ubinafsi au kwenda kinyume na neno la Mungu. Lazima Mungu anapokupenda, lazima umpende Mungu, lazima pia ujipende. Usipojipenda, nani atakupenda kwanza? Kwanza ujipende. Na Biblia inasema pendaneni ninyi kwa ninyi. Kabla ya kwenda mahali pengine nasema pendaneni kwanza, hapo kwanza, anzia kwako kwanza. Onyesha, alafu ndipo inahamia na kwingine. Haleluya, asifiwe Jehova Bwana. Jithamini uthaminiwe. Jikubali ukubaliwe. Ukijikubali kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, kwamba wewe Mungu ana kusudi na mpango mzuri na wewe, ukijikubali kwamba wewe ni wa thamani, hiyo thamani itaonekana. Shetani atashindwa kuendelea kukusumbua au kuvuruga mambo yako. Lakini kama umejiona kuwa waovyo, kwamba ufai, kwamba basi tena mambo yameharibika, kwamba basi tena huwezi kuendelea, kama umejiweka kwenye hilo kundi, unampa kushangilia au kufurahi shetani. Lazima ujione kwamba wewe ni wa thamani. Jikubali upate kukubalika, upate kukubaliwa. Yaani manake unafungua mlango mwenyewe. Na Biblia inasema katika Ufunuo anasema tazama ninabisha hodi. Ufunuo sura ya 3. Neno la Mungu linasema tazama ninabisha hodi. Mtu akifungua nitaingia kwake. Anabisha. Mahali pengine anatuambia nitafuteni kwa sababu ninapatikana. Niiteni naitika. Sasa hii anabisha, anahitaji tufungue. Kwa hiyo kuna mahali tusipofungua tutaendelea kujifungia na kukosa yale ambayo Mungu aliyakusudia. Kwa hiyo fungua mlango. Jikubali ukubaliwe. Jithamini ili upate kuthaminiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani na mwenye kuheshimiwa, nami nitakupenda, nimekupenda, nimekupa nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo lingine ni hili. Jitathimini. La kwanza ilikuwa ni jithamini. Kuna kujithamini na kujitathimini. Hapa ni hivi. Jitathimini, ujione katika thamani ile aliyoitumia Yesu Kristo msalabani
ili uwe wa thamani ya kipekee. Sikiliza tena vizuri. Jitathimini. La kwanza ilikuwa ni jithamini. Kuna kujithamini. Alafu hapa anasema tena jitathimini. 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 Ujione katika thamani ile aliyoitumia Yesu Kristo msalabani, ili uwe wa thamani ya kipekee. Ili uwe wa thamani ya kipekee. Labda nikisoma maandiko unaweza ukaendelea kunielewa vizuri zaidi. Katika Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro, ni some waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 na 19. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza mstari ule wa 18 na 19. Sikiliza asemavyo: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. 19. Bali kwa damu ya thamani. Haleluya. Bali kwa damu ya thamani. Amen. Bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Bali kwa damu ya thamani tumekombolewa, tumehesabiwa kuwa wa thamani. Kwa damu ya msalaba wewe unahesabiwa kuwa wa thamani, kwa sababu hiyo damu ni ya thamani. Kwa hiyo jitathimini, ujione kwenye thamani kubwa, kwa sababu tangu tumboni mwa mama yako Mungu alikujua, alikufahamu, alikupenda akakupendezesha. Alikupenda akakupendezesha. Alikupenda akakupendezesha, alafu akakuleta kwenye dunia ukiwa unapendeza, ili uendelee kupendeza na kumpendeza yeye. Umpendeze Jehova Bwana. Kwa hiyo jitathimini, ujione kwenye kundi au ujione kwenye fungu la waliothaminiwa, waliopendwa, waliochaguliwa. Haleluya. Jitathimini, ujione kwenye kundi hilo. Ujione kwenye taifa takatifu la Mungu, watu wa miliki ya Mungu, watu waliopewa heshima. Anasema katika hii wa Petro pia, anasema ni sura ya pili, waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa 7. Basi heshima hii, waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa 7. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe lilikataa washi imekuwa jiwe kula pembeni. Lakini anasema basi heshima hii ni kwenu ninyi mliheshimiwa, tumeheshimiwa, tumethaminiwa. Haya, mstari wa 8 anasema, mstari wa 8 ukienda wa 9, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Jione kuwa kwenye kundi, jione kuwa kwenye sehemu, jione kuwa kwenye ufalme usiovunjika ulioandaliwa kwa ajili yako. Mungu ametengeneza jambo kubwa, ametengeneza jambo la thamani kubwa kwa ajili yako, si kwa ajili ya mwingine, ni kwa ajili yako, kwa ajili ya wote waaminio na watakaoamini leo, kesho, watakao kuwa tayari wataingia kwenye kundi la wenye kuthaminiwa, la wenye kupendwa, la wenye kuokolewa, la wenye kubarikiwa. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo jitathmini, ujione kwenye kundi la thamani ambalo limekombolewa kwa damu ya thamani, damu ya Yesu ya pale msalabani, kama anavyosema, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo. Kwa hiyo jitathmini, uthaminiwe, jikubali, ukubaliwe. Alafu jitathmini, jithamini, alafu jitathmini, jithamini, alafu jitathmini. Ukishajitathmini, ukishajikagua, ukishafikiri vizuri na kutafakari msalaba wa Kristo, upendo wa Yesu Kristo kwa ajili yako, hakuna kuogopa, hakuna kukata tamaa, hakuna kuchoka, hakuna kukaa gizani tena,
Hakuna kukaa kwa walioshindwa. Hakuna kujihesabia kuwa wakufa. Hakuna kujihesabia kwamba wewe uwezi. Hakuna kujihesabia mabaya tena, bali utajihesabia kuwa mwenye nguvu sana, mwenye kuwa hodari, mwenye kubarikiwa, mwenye kusonga mbele, sio mwenye kukwama, sio mwenye kusimama, bali mwenye kusonga mbele katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kujithamini haina maana ya ubinafsi wala kudharau wengine, bali kutambua kazi kubwa na upendo mkuu wa Yesu na kusudi lake kwangu. Ni kutambua, ni kufahamu kusudi na upendo mkuu wa Yesu Kristo ambao ameuachilia msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ni kutambua, ni kufahamu, ni kuelewa. Haleluya. Basi jitathmini, na tena jithamini. Wengine watakuthamini wanapoona mwenyewe unatambua, unaelewa, unafahamu kwamba wewe ni katika fungu lipi, wewe ni katika sehemu gani, wewe ni wa ufalme gani, wewe ni wa mahali gani, baba yako ni wa namna gani, Mwokozi wako ni wa namna gani, Yesu wako ni wa namna gani. Yesu wako ni wa kipekee. Tambua, elewa. Kwa hiyo mambo haya makubwa, anasema ulikuwa wa thamani, mwenye kuheshimiwa na mwenye kupendwa. Elewa, Mungu amekuthamini, amekupenda. Elewa mambo haya ni muhimu sana, kwamba amekuthamini, amekuheshimu, anakupenda, anatamani atuone tunajiheshimu. Ukijiheshimu utaheshimiwa. Jiheshimu uheshimiwe. Usipojiheshimu huwezi kuheshimiwa, heshima yako itapotea. Jiheshimu uheshimiwe. Jithamini, jithamini uthaminiwe. Jipende upendwe. Jijali ujaliwe. Haina maana ya ubinafsi, ni maana hii, kwa sababu Mungu anatamani kuona, kwa sababu anasema ninapokuangalia, anapotuangalia, anatuona kwa wathamani. Hatuoni kwa kitu cha ovyo, hatuangalii kama kitu cha ovyo. Ila sisi wanadamu leo tunaweza tukajiweka kwenye kuwa kitu cha ovyo. Tunaweza tukajiweka kuwa kwenye kundi baya au kwenye nafasi mbaya. Ila yeye hatuweki huko. Tunajiwekaga wenyewe. Tunajitengenezea mazingira mabaya. Tengeneza mazingira. Mazingira mazuri yatakulinda na utaendelea kuwa safi na salama. Mazingira yako. Ndio sababu kwenye Zaburi ya kwanza kabisa anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu yule asiyekaa barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndio impendezayo. Anasema na mtu huyu atafanikiwa sana, na mtu huyu atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya vijito vya maji, uenezao mizizi na utakaozaa, ambao jani lake halinyauki. Basi tengeneza mazingira. Wewe unisikilizaye, na wewe kijana unayesikiliza, wewe kijana, jithamini, jiheshimu, jitambue, jione kwamba uliletwa kwa thamani kuu, na Yesu Kristo amekusudia uonekane katika utukufu na katika nguvu zake na katika uweza wake. Yeye anakupenda. Yesu amekupenda, na tena anasema amekuthamini, kwa sababu alitoa damu ya thamani. Tumesoma hapa katika Petro wa kwanza mstari wa 18. Anasema tufahamu kwamba tulikombolewa si kwa vitu vya kawaida, si kwa vitu vilivyotengenezwa kwa mikono ya kibinadamu, lakini ni vitu vilivyotoka mbinguni. Ni damu ya thamani, ni upendo mkuu, ni uweza mkuu. Tumjue yeye na uweza wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Haleluya! Tiwa nguvu,
katika jina la Yesu. Endelea kutafakari wema wake huu na upendo wake huu mkuu. Kwa hiyo tambua kwamba umekombolewa kwa damu ya thamani. Kama umekombolewa kwa damu ya thamani, umeonekana kuwa wa thamani, umeonekana kuwa wa thamani, umeonekana kuwa bora, umeonekana kuwa mtu bora, umeonekana kuwa kilicho bora sana kuliko vingine vyovyote. Ndio sababu imetumika gharama kubwa, ndio sababu imetumika upendo mkuu, ndio sababu imetumika nguvu kubwa ambayo nguvu ya ulimwengu wa giza ilishindwa kuzuia, ilishindwa kusimama, ikavurugwa, ikanyamazishwa, ikapigwa. Malango ya kuzimu yamenyamazishwa na hayatalishinda kanisa. Yaani kanisa ni wewe, wewe uliye mtoto wa Mungu unayekaa nyumbani mwa Bwana. Huo ufalme na mamlaka ya adui haiwezi, kwa sababu ulikombolewa kwa damu ya thamani, ulinunuliwa kwa damu ya thamani, na kwa uweza mkuu tokao juu, na kwa upendo mkuu tokao juu wa Yesu Kristo mwenyewe. Mungu Baba amekupenda, amekuchagua, anakuona katika hali ya thamani ya kupendwa na kuheshimiwa. Jiheshimu, jipende, jitunze, utunzwe. Ukijitunza, mbingu zitakulinda, zitakutunza. Utaongezewa ubora, uzuri na nguvu na neema. Bwana akubariki. Tiwa nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Yeye ni mwema, mwenye neema na rehema, akupenda sasa na siku zote, anakuheshimu. Hili ni jambo la ajabu, ni muujiza. Mungu anatuheshimu. Kama nani sisi? Sisi kama nani? Lakini mwenyewe yeye anasema hapana, sisi ni wa thamani, sisi ni wa kupendwa, sisi ni wa kuheshimiwa, waheshimiwa. Anasema ninyi ni ufalme wa kikuhani. Tumepewa ukuhani na ufalme, tumepewa ubora, tumepewa nafasi ya juu. Ni jambo la kushangilia sana, tena la kutetemekea, tena hata kwa machozi tuendelee kumtolea sadaka. Iheshimu kazi ya Bwana, ipende kazi ya Bwana. Wakati mwingine nakuwa na kushirikisha pia hizo kazi, kuchangia sadaka, injili kahubiriwe. Hebu iheshimu kazi ya Mungu, ipende kazi ya Mungu, alafu ipe nafasi kazi ya Mungu, alafu Mungu akupe nafasi ya kuheshimu, akupende na kukupa nafasi na kukuona kuwa bora. Hebu tazama kazi ya Mungu kwa namna hiyo. Tunapokushirikisha kwamba kuna wagonjwa, kwamba kuna injili ya kwenda kuhubiriwa huku na huko, shiriki kwa moyo wa kupenda. Bwana amekuona wa thamani, amekupa na vitu vya thamani, amekupa neema. Itumie vizuri hiyo neema, na ufalme wake uendelee kuenezwa, ili yeye aendelee kutukuzwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki, Bwana akutunze. Karibu tuombe. Inua mkono wako juu ukisema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante kwa pendo lako, asante kwa neema yako, asante kwa uweza wako. Na kama ni mgonjwa yuko hospitalini, ninaamuru nguvu za majini na mapepo ziachie, kwa sababu wewe ni wa thamani. Huyo mtu ni wa thamani, tena ameheshimiwa, tena amependwa. Enyi kuzimu, sikia, haraka haribika kwenye anga, kwenye ardhi, hapo hospitalini, hapo nyumbani, hapo ofisini, hapo kazini, hapo kwenye biashara ulipokaa. Chochote kinachoendelea cha ufalme wa giza, ninakipiga kivunjike, kisambaratike, kisipate uwezo wala nafasi juu yako tena. Wewe umeheshimiwa na kupendwa na kupewa thamani na Yesu Kristo. Sasa adui, ninakuamuru haya, ondoka kwa maisha yetu. Tumepewa kibali na heshima na upendo. Sasa maisha yetu yatabaki kuwa katika heshima na nguvu na baraka na nuru na kustawi. Shetani, sikia, achia huyo mtu, achia maisha hiyo, achia hiyo ndoa, achia hiyo familia. Ondoka, toka kwa jina la Yesu. Achia fikra zake. Wewe uliyeteka nyara fikra zake, wewe uliyeteka nyara fikra zake, ili kwamba ajione kwa mtu wa ovyo au wa kawaida, ninakukemea. Achia fahamu zake, ninakukemea adui, achia nafsi yake, toka kwa jina la Yesu. Hayo mawazo potofu pia na yakemea ndani yako na juu yako, ya kutoke, ya kuachie. Hayo mawazo ya kujidharau na kujipuuza, hayo mawazo ya kujirudisha nyuma, na yaamuru ya kutoke kwa jina la Yesu. Hilo linalokuonyesha kwamba umeshindwa, kwamba huwezi kushinda, hilo linalokusumbua, hilo linalokutesa, kwamba huwezi kushinda, kwamba huwezi kutoka hapo, hicho kinachokufuatilia, hizo nguvu za ufalme wa giza, ninaziamuru kuvunjika. Wewe ni wa thamani na mwenye kuheshimiwa. Wewe ni wa pekee. Mungu amekufanya kuwa pekee kwa jina la Yesu. Sasa vuka, enda,
songa mbele kwa jina la Yesu Kristo. Malaika wakusaidie, malaika wa ulinzi, malaika wa vita wakusaidie. Nguvu zake aliye juu zikujaze sasa, zikuwezeshe sasa. Hiyo damu ya Yesu ikunenee mema, na jina la Yesu likujaze nguvu na uwezo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Bwana nimetambua, mwambie Bwana nimejua, mwambie Bwana nimefahamu, mwambie Bwana nimesikia. Wewe ni mkuu sana, wewe ni mwenye uweza, wewe unatenda mapenzi yako yakatimizwe kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu zake aliye juu zikubariki, zikujaze, zikuwezeshe. Songa sasa, endelea kuomba tu, usinyamaze. Omba, 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 omba. Damu ya Yesu kutetee, Roho Mtakatifu akujaze. Endelea kumuita Yesu, endelea kumuomba, endelea kuomba mbele zake. Yeye aliye Bwana wa majeshi anasikia, anatenda. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zako. Asante kwa sababu mamlaka za adui zitaanguka na udhaifu wetu ukaondoke, hofu na mashaka yetu ikaondoke. Wewe umetupa kuwa wakuu, tena wenye kuheshimiwa na wenye kupendwa, waliothaminiwa. Baba, asante kwa pendo hili. Sikia maombi ya watoto wako, sikia kuita kwa watoto wako. Pokea Bwana, baraka zako zikawe pamoja nao, na fadhili na uweza katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zake aliye juu zikuinue, zikupe kusimama imara. Endelea kuomba wala usinyamaze, endelea kuomba, endelea kuita, endelea kumuita. Yeye anatenda, yeye anaponya. Asante Yesu kwa ajili ya msikilizaji, mtazamaji huyu. Kusa maisha yake, ponya Bwana kwa uweza wako na kwa nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.